Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala rasulihi lkarim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuha almustami'una wal mushahiduna alkiram. Naam, wapenzi watazamaji, tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na tukiendelea na darasa zetu za Ramadhani, leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutazungumzia faida za funga, faida za funga biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Lakini kuombe, kama ndio mara yako ya kwanza kuingia katika channel yetu, usisahau kusubscribe channel yetu, kulike na kushare video zetu ili na watu mbalimbali wapate kujifunza. Lakini pia usisahau kumsalia Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu yangu, wanawazuoni wanasema kwamba funga ina faida nyingi sana ambazo hatuwezi kuzieleza, muda utakuwa ni mkubwa sana, lakini kwa mukhtasari wanasema faida ya kwanza kwamba funga inazidisha attaqwa. Funga inazidisha attaqwa. Attaqwa maana yake ni uchamungu, yani ukifunga ule uchamungu wako utazidi biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, na haya anayathibitisha Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema katika suratul Baqara aya nambari 183. Aya nambari 183 katika sura ya pili, Allah anasema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah anasema enyi mlioamini, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaikumus siyam, mmefaridhishiwa kufunga, mmewajibishiwa, mmelazimishwa kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyolazimishwa waliopita kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Hiyo ni sura ya pili aya nambari 183. Kwa hiyo faida ya kwanza katika faida za funga, inazidisha uchamungu, na mtu haendi peponi isipokuwa mwenye sifa ya uchamungu. Naam, lakini faida ya pili wanasema wanawazuoni, miongoni mwa faida za funga ni kukuweka mbali na moto siku ya Kiyama. Yani wafungaji Ramadhani, wafungaji wa Alhamis na Jumatatu, wafungaji wa masiku meupe, wafungaji wa masiku meusi katika mwezi, yani wale wanaofunga faradhi na sunna, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allah atawaweka mbali na moto siku ya Kiyama. Mtume anasema ma min abdin yasumu yauman fi sabilillahi illa ba'ada Allahu bidhalika liyaumi wajhahu anin nari 70 kharifa. Mtume anasema ma min abdi, haiwi kwa yeyote, hakuna mtu yeyote Muislam, yasumu yauman, mwenye kufunga siku moja fi sabilillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani mtu akifunga walau siku moja kwa ajili ya Allah, Mtume anasema illa ba'ada Allahu bidhalika liyaumi wajhahu anin nari 70 kharifa, isipokuwa siku ya Kiyama Allah atauweka mbali uso wake na moto kwa muda wa mwendo wa masafa ya miaka 70, kwa muda wa mwendo wa masafa ya miaka 70. Kwa hivyo faida ya pili miongoni mwa faida za funga ni kuwekwa mbali na moto siku ya Kiyama. Yani ukifunga siku moja kwa ajili ya Allah, Allah anakuweka mbali na moto siku ya Kiyama kwa muda, yani kutoka pale utakapokuwepo wewe mpaka kufikia moto, kama mtu ataamua kutembea, ni mwendo wa masafa ya miaka 70. Sasa iwe ni 70,000, iwe ni 70 yani whatever, lakini 70 kharifa, Mtume sallallahu alaihi wasallama kama alivyotueleza. Sasa niambie wewe ndugu yangu ambaye leo unafunga ya 20, ama ndo unafunga ya 21, ama unafunga ya 23, 24, hebu niambie mtu kama wewe utakuwa na Mwenyezi Mungu atakuweka mbali na moto kiasi gani siku ya Kiyama, ikiwa siku moja tu unawekwa mbali kwa muda wa mwendo wa miaka kwa muda wa mwendo wa masafa ya miaka 70.
Taib, lakini faida ya tatu wanasema wanawazuoni ni kwamba funga inaondosha maradhi. Funga inaondosha maradhi kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, sumu taswihu, fungeni mtapata afya. Ndugu zangu, kiafya funga kwanza inaondoa pressure kwa wale watu wenye matatizo la shinikizo la damu, pressure. Funga, madaktari wanasema kwa uchunguzi na utafiti waliofanya, wanasema huwa inaondosha pressure. Lakini pia funga inaondoa sumu mwilini. Ndugu zangu, hivi vyakula tunavyokula, vinywaji tunavyokula, hewa tunayovuta ina sumu ndani yake. Sasa hizi sumu zinaondoshwa kwa kufunga biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kupunguza uzito. Kama una tatizo la uzito na uzito umepitiliza, basi funga, uzito wako utapungua na utakuwa katika level inayotakiwa. Lakini kadhalika funga pia husaidia kupunguza uvimbe. Kwa wale watu wenye matatizo ya uvimbe katika miili yao, hebu funga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, uone maajabu biidhnillah. Kwa hiyo hiyo ni faida ya tatu. Faida ya nne ni kukupa furaha siku ya kukutana na Mola wako. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema liswaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqai rabbih. Mtu mwenye kufunga ana furaha mbili. Furaha ya kwanza ni wakati wa kuftari na furaha ya pili ni wakati wa kukutana na Mola wake. Kwa hiyo funga ni sababu ya yani funga itakupa furaha wewe siku ya kukutana na Mola wako. Utakuwa ni mwenye furaha, utafurahi baada ya kuoneshwa zile thawabu za kufunga, basi utafurahi ndugu yangu mtazamaji. Hiyo ni faida ya nne, kukupa furaha. Wakati watu siku hiyo wanahuzunika, wengine wanalia, wengine wana hali mbaya, lakini wewe utakuwa ni mwenye furaha mbele ya Mola wako kwa zile thawabu za funga, kwa sababu thawabu za funga Allah anasema anazijua mwenyewe. Kila ibada thawabu yake ukifanya ni alhasanatu biashri amthaliha, man jaa bilhasana falahu ashru amthaliha. Lakini funga malipo yake anayajua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wakati Allah anakulipa yale malipo ya funga ambayo anayajua mwenyewe ukubwa wake, anayajua mwenyewe wingi wake, zile thawabu wingi wake, basi kwa hakika utakuwa ni mwenye furaha. Ndio maana Mtume akasema farahatun inda fitrihi wa farahatun inda liqai rabbih. Hiyo ni faida ya nne, ndugu zangu watazamaji. Lakini faida ya tano, funga ni sababu ya kukubaliwa dua zako. Funga ni sababu ya kukubaliwa dua zako. Ndugu yangu, unataka dua zako zikubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala, funga Ramadhani, kisha nyanyua mikono mchana ama usiku, amka, swali raka mbili, muombe Allah, nyanyua mikono muombe Allah, atakukubalia dua zako. Lakini kadhalika funga sunna Alhamisi, Jumatatu, kisha nyanyua mikono muombe Allah. Funga masiku meupe yale, mwezi 13, 14, 15. Funga masiku meusi mwisho wa kabla ya siku tatu mwezi kuisha katika miezi hii ya Kiislamu, mwezi 27, 28, 29 na 30. Hebu funga mwezi 28, 29 na 30 katika kila mwezi. Hizi funga za sunna, ndugu zangu, miongoni mwa faida za funga ni kukubaliwa dua zako. Wakati umefunga, nyanyua mikono muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema thalathu da'watin la turaddu. Mtume anasema dua za watu wa aina tatu zinakubaliwa, hazirudishwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Thalathu da'wati la turaddu, dua za watu wa aina tatu Mtume anasema zinakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hazirudi bure bure, yani hazirudi patupu. Mtume akasema mtu wa aina ya kwanza akasema da'watu alwalidi liwaladihi, da'watul walidi liwaladihi. Kwanza ni dua ya mzazi kwa mtoto wake, inakubaliwa kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, dua ya mzazi kwa mtoto wake. Lakini mtu wa aina ya pili Mtume anasema wad'awatu
as-swaim wa da'watu swaim, na dua ya mwenye kufunga. Ndugu yangu, dua ya mwenye kufunga inakubaliwa, na miongoni mwa faida za funga ni hiyo, kukubaliwa dua zako. Yani ukitaka dua zako zikubaliwe, funga kisha nyanyua mikono, muombe Allah, dua zako zitakubaliwa, dua zako zitakubaliwa. Lakini mtu wa aina ya tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa da'watu almusafiri, wa da'watul musafiri, na dua ya msafiri kadhalika ni yenye kukubaliwa. Kwa hivyo ndugu zangu watazamaji, hizo ni baadhi ya faida za funga. Dua ya mzazi kwa mtoto wake inakubaliwa, dua ya mtu aliyefunga inakubaliwa, na dua ya msafiri. Na msafiri hatumaanishi msafiri jina, kwa sababu kuna mtu anaitwa msafiri. Tunamaanisha msafiri yule mwenye kusafiri safari, na hiyo safari ikawa ni ya halali, haliendei jambo la haramu, basi msafiri dua yake inakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tumuombe Mwenyezi Mungu atuzidishie ucha Mungu na atuweke mbali na moto siku ya Kiyama, lakini kadhalika atupe furaha siku ya kukutana naye, na Allah subhanahu wa ta'ala atuondoshee maradhi, lakini kadhalika atukubalie dua zetu kwa baraka na utukufu wa majina yake, na kwa baraka na utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kwa baraka na utukufu wa funga tulizofunga. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.